Mwenyezi Mungu katika suratul Isra anatuambia ndani ya aya ya 34, wa aufu bil ahdi, natekelezeni ahadi, innal ahda kana mas'ula, hakika hiyo ahadi itakuwa ni jambo lenye kuulizwa. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anatuonesha mtiririko wa amri alizozifatanisha zifuatazo 12, mojawapo ikiwa hii ya kutekeleza ahadi. Na maana ya amri ni kwamba jambo hili linahitaji utekelezaji wa haraka mno, kwani kutekeleza ahadi ni katika tabia zilizo njema kabisa. Kinyume chake unaingia katika sifa ambazo Mtume anazitaja kuwa ni miongoni mwa sifa za wanafiki. Mtume anasema alamatul munafiqi 3, alama za kumjua mnafiki ziko 3. Alama ya mwanzo kabisa anasema idha hadatha kadhab, anapohadithia jambo lolote mnafiki huwa anasema uongo, si mkweli. Wa idha wa'ada akhlafa, anapoweka ahadi huwa anakhalifu ahadi yake. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa idha ahada ghadar, anapoahidi huwa anavunja ile ahadi yake. Na alama ya 3 Mtume anasema idha tu'mina khana, anapoaminiwa huwa anafanya khiana Mtume. Kwa ili kuepuka alama hizi za mnafiki ambaye Mungu anamtaja kwamba wanafiki watakuwa ni katika tabaka za chini kabisa za moto wa Jahannam, yani kuni za waovu wengine, ili kuepuka kuingia katika kundi la watu hawa ni kwa sisi kuwa wa kweli. Hivyo basi napaswa kutekeleza ahadi yangu niliyoahidi kwa kinywa changu mwenyewe. Samahani sana kwa usumbufu rafiki yangu. Nimekuelewa Hamza, nimekuelewa kabisa, lakini ningependa utambue kitu kimoja, kwamba usitegemee katika maisha yako. Kama tunaweza kuja kuwa karibu tena kama zamani, nimeamini kitu kimoja, kwamba wewe ni bwegenazi, una macho matatu lakini hauoni, na kusikitikia sana. Maskini wewe. La, narudia tena Hamza, usitegemee katika maisha yako. Kama unaweza kuja kuwa karibu na mimi tena, wewe ni bwegenazi, una macho matatu lakini hauoni, na kusikitikia sana. Maskini wewe. Salamu alaikum. Vipi? Mbona bado upo mpaka sasa hivi? Mke wangu, naomba uniwie radhi kwa kile kitu ambacho nimekutendea. Naomba uniwie radhi, siendi tena kuoa. Kwa nini lakini Hamza? Mimi nimekusafia nia. Kwa nini umebadili mawazo? Siendi kuoa mke wangu. Na sio kwamba siendi kuoa leo. Sioi kamwe mke wa pili. Siendi kuoa mke wa pili kamwe. Nimegundua mke wangu nilichokuwa kufanyia sio. Nilikuwa nakukosea. Mke wangu, tangu nimekueleza jambo hili, umekuwa mwema kwangu kiasi kwamba nimegundua hapa ninachofanya kwa mke wangu si sahihi, namkosea. Hata Mwenyezi Mungu ananikumbusha kusema kwamba hii ahadi unayoweka ni nyingine, sio ahadi uliyoweka wewe na mke wako. Unapaswa kunisamehe. Lakini Hamza, wewe unahitaji mtoto na unajua kwa mimi siwezi kuzalia. Sawa. Lakini alitoa majibu hayo ni dokta. Usisahau kabisa kwamba alitoa majibu hayo ni dokta, sio Mungu. Mwenyezi Mungu ana shani yake. Anaweza kuifanya nyekundu kuwa nyeupe.
mabadiliko yote yanaweza kuyafanya. Hata ikishindikana hilo, ina wazo zuri zaidi. Asalamu alaykum. Karibu. Nashukuru sana. Wazee samanini sana. Na kuna matatizo yamejitokeza kidogo. Kwa hiyo harusi hakuna tena. Sasa mpaka lini? Mzee, sio mpaka lini, kwamba harusi imekufa kabisa, hakuna tena harusi. Unasemaje wewe kijana? Wewe mpumbavu sana wewe. Yaani umetutia hasara, alafu leo unakuja hapa, unakuja kutueleza jambo kama bila lina maana, si ndio? Sasa leo utajuta kujifanya wewe mshenga. Shana kabisa. Mambo gani sasa? Vipi tena mama wangu? Kuna vita gani huko ulikotoka? Kuna vita gani? Sikiza nikwambia mke wangu. Kuanzia leo ninapozungumza hivi, leo hii Hamza si rafiki yako tena, na kazi namfukuza atafute sehemu nyingine. Hamza mke wangu amenidhalilisha sana leo hii. Jamani, maswahiba wakubwa leo mnakosana. Kwani si ilikuwa safari ya kwenda kwenye ndoa jamani? Ndoa ipi? Hamza anatuweka sisi tumekaa wanaume, anatuweka. Na mfuata kwake anasema kwamba eti ameahirisha ndoa. Watu wanaamini mpumbavu, watu wanaamini mjinga, sifai. Hamza anidhalilisha mimi. Who is Hamza by the way? Hamza ameahirisha ndoa? Ndio. Kwa sababu gani ameahirisha hiyo ndoa? Ni ubwege tu mke wangu, ni ubwege tu. Eti mesema kwamba eti anaenda kinyume na ahadi yake. Jamani, hii ni kweli? Maskini we. Jamani. Lakini mimi naona amefanya jambo la maana tu kughairisha. Unasema? Mume wangu mimi naona amefanya jambo la maana. Aha. Kwa hiyo mke wangu, kumbe wewe ni kitu kimoja na Hamza Mimi mume wako kudhalilishwa, wewe unafurahia. Maana yake si ndivyo hivyo? Mama wangu, sijamaanisha hivyo. Kumbe uko unamaanisha nini? Namaanisha kila maamuzi mume wangu yana gharama yake. Sikia nikwambie mke wangu kitu kimoja. Umeongea point kweli. Mimi nakwambia ile mke wangu hivi. Lazima Hamza alipie gharama maamuzi yake. Kwa sababu mimi siwezi kukubali Hamza anidhalilishe hata kidogo. Mimi sio pumbavu bwana. Mtu mwanaume anasema ana msimamo, kwa nini ana msimamo Hamza? Jamani. Kuna vitu ni bwege. Yaani Hamza ni bwege kweli kweli. Maskini we. Wewe kuna kuilimba. Hivi unapaka ndoa kuna rahisi. Baba kabisa. Maskini wewe. Unajua kile kipindi kigumu sana. Tupita kwenye kipindi kigumu sana mke wangu. Na mimi labda nachukua nafasi hii kukupongeza. Kusema kweli umeonyesha ujasiri wa hali ya juu. Mno. Yaani tangu nimegundulika una matatizo yale na mchakato wa mimi kutaka kuwa mke mwingine wa pili na ugomvi wangu mimi na Ali. Kusema kweli umeonyesha ujasiri mkubwa sana. Mno. Najua kwamba mbele yetu tuna maisha mazuri sana. Mno. Na ningeomba leo unipeke sehemu moja nzuri sana. Na hisi tutaenda kufungua kurasa mpya kabisa wa maisha yetu. Tafadhali. Mimi sina tatizo lolote. Na niko tayari kukufuata kokote uendako.
Isipokuwa niambie angalau kwa muhtasari ni wapi kwa tunakoenda. Mke wangu, tuambie mke wangu mzuri kama wewe. Ninayekupenda. Nikutoe hapa nikupeleke sehemu yenye haiwezekani. Tafadhali hebu nipe ruksa hicho kitu. Okay. Mimi niko tayari twende. Akia Mungu. Ni watoto? We Sauda, mnakifanya nini? Hebu fanyeni twende. Hebu sasa mnafanya nini? Hebu harakisheni twende. Nataka niende nirudi mjioni, nataka kutoka na baba yenu. Mjipumbaza tu, tusitoka sasa hizo mnafanya nini? Hapa kwa kawaida huwa tunatoa kibali cha kuwasili watoto, ila masharti ya namna ya kuishi nayo utayapata kutoka kwenye nyumba anayolelewa mtoto huyo. Je, sijui umeshatembelea nyumba za kulelea mayatima? Tumejitahidi kufuatia taratibu zote ambazo zinahusika hasa kule, na kilichobaki ni kupata kibali pamoja na idhini ya kumchukua mtoto wetu basi. Kama ni hivyo, basi tukamilishe hili. Je, mtoto huyo ana umri gani? Mimi nilifikiria kumchukua mtoto ambaye umri wake usizidi miezi 6 ili mke wangu akaanze naye taratibu. Anakuwa naye taratibu au unasema? Mimi sina neno. Nasubiri mkamilishe tu haya basi twende nikachukue mwanangu. Halo. Assalamu alaikum. Unasema? Sijakupata vizuri, unasemaje? Hiyo ni sehemu gani hiyo? Ngoja. Ni sehemu gani hiyo, unasema nini? Aisha. Mama yenu wapi? Bila shaka wewe ndo mume wa yule mgonjwa eh? Ndio. Kiukweli mkeo ameumia sana na katika uchunguzi wa awali tumeona kama amevunjika kiuno. Hivi tumemuingiza theater kwa ajili ya kumfanyia operation. Kwa hiyo subiri kidogo, tutakuita baadaye. Sawa? Sasa daktari, hatuwezi kwenda kumuona kidogo? Hapana, tumemuingiza theater kwa ajili ya kumfanyia operation. Sawa. Kwa hiyo subiri kidogo. Sawa. Basi, njoo baba. Msilie, sawa? Kama utapona Njoo tukakae pale tumsubiri mama, sawa?
Vipi daktari? Operation imekwenda vizuri Operation imekwenda vizuri kabisa. Mgonjwa tumeshamtoa theater, tumempeleka wodini. Na hajarudiwa na fahamu bado, lakini mna uwezo wa kwenda kumuona. Sawa, haina shida. Bwana Ali. Naam daktari. Kiukweli mkeo anaumwa sana. Na mara nyingi mtu akivunjika kiuno ukaa kwa kipindi kirefu zaidi hospitali. Hivyo itachukua takribani mwezi mmoja hivi mpaka hali yake kuwa sawa. Baada ya hapo tafuta ngwe ya pili kwa ajili ya wewe kumpatia mazoezi ya viungo mpaka hapo hali yake itakapokuwa sawa kabisa. Dokta, mimi nakushukuru sana. Cha msingi mimi tu kwamba ni kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kufanikisha mtibu salama. Alafu kwa upande wangu basi nitakuwa masuala zima la kuweza kumsaidia kufanya mazoezi. Sawa. Yes. Kingine itabidi waeleweshe watoto kuhusu hali ya mama yao. Waambie mama yao ni mzima na ana matatizo kidogo tu. Kwa hiyo atakuwa hapa hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu. Haina shida. Sawa bwana. Haina shida. Ni hilo tu. Pole sana na karibu tena. Asante bwana. Bwana, nimepita hapa, wewe ni mwanaume mwenzangu. Nikuta hapa nikueleze kitu kimoja. Ajali aliyopata mkeo ilimwathiri sana tena sana. Hivyo itabidi kukaa kipindi cha kama miezi 6 hivi bila kushiriki tendo la ndoa. Nimekuelewa Dr. Nairo, wala halina shaka nitatoa ushirikiano kwa hali ya juu. Na hata baada ya miezi 6 kupita itabidi kwanza umlete hapa ili afanywe uchunguzi ndio tutoe go ahead. Sawa, hilo lina neno Dr. Na kwanza kabisa nikushukuru sana 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 kwa kuweza kumhudumia mke wangu vizuri. Nashukuru sana. Nashukuru sana Dr. Karibu sana bwana Ali. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana kwa matunzo na mshikamano. Na matunzo yenu mpaka nimepona. Nawashukuru sana. Usijali mke wangu. Usijali kabisa. Sisi nawe tuko pamoja kwa kila kitu. Na hakuna siku iliyopita
bila kukuombea dua mimi na wanangu, na kiukweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana sana kwa hali uliokuwa nayo kwa sasa. Mwenyezi Mungu awabariki, awalipe kila la kheri inshallah. Sema Aisha. Aisha anasema anakwenda kupikia uji leo. Aisha mimi nampenda. Ana meno yake mazuri. Wakati kuku kachukua meno yangu. Bado hajaota kabisa. Hajaota kabisa. Hajaota. Chokoza mwanangu mwache. Mungu, nakushukuru sana. Nakushukuru kwa moyo wako wa kijasiri na upendo katika kipindi chote hiki mume wangu. Nakushukuru. Hapana mke wangu, unapaswa kunishukuru kwa kutimiza wajibu wangu kwako. Ni lazima nikushukuru mume wangu, kwani binadamu tumeombewa kushukuru, hasa kwa jema lolote ambalo unatendewa mwanadamu. Mimi nasema asante mume wangu, ingawaje kuna wengine hawajui kushukuru. Hapo nakubali mke wangu, lakini pia tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kunitia nguvu kuweza kufanya hivyo nilivyofanya. Najua mume wangu, ni kweli kabisa usemayo. Mungu nimemshukuru, namshukuru na nitaendelea kumshukuru daima. Pia nina deni naye kwa kunirudishia uzima wangu. Samahani, kuna jambo nataka nikwambie. Daktari ameniambia ile ajali imeharibu via vyangu vya uzazi, hivyo sina uwezo wa kuzaa tena. Sina uwezo wa kuzaa tena mume wangu. Nasikitika mume wangu, sitaweza kuzalia mtoto wa kiume. Kwa kweli nawapenda sana watoto wangu, japokuwa mara zote unatamani sana kuwa na mtoto wa kiume. Mume wangu, nafahamu na hamu sana, lakini mume wangu, Mwenyezi Mungu alituambia, unasikia? Alituambia kuwa nitawadhamini au nitakudhamini kama vile njaa, hofu,
watoto, mume wangu na mali, lakini ili mradi tu wawe na biashara njema. Unanifahamu mume wangu? Pata mke wangu. Pia wawe na subra. Napopatwa na misiba, basi turudi kwa Mungu na tujue kwamba sisi hakika iko siku tutarejea. Hivyo inachotupasa sasa tumshukuru Allah na turudi kwa Allah, tuongeze imani kubwa mume wangu. Hata mimi mke wangu na imani kubwa sana katika swala hilo, ila tunajua tena binadamu tumeumbiwa kutamani. Samahani, kuna jambo nataka nikwambie. Daktari ameniambia ile ajali imeharibu via vyangu vya uzazi, hivyo sina uwezo wa kuzaa tena. Sina uwezo wa kuzaa tena mume wangu. Nasikitika mume wangu, sitaweza kuzalia mtoto wa kiume. Mume wangu, Baba Aisha. Unawaza nini mume wangu? Una na mawazo namna hii? Baba Aisha. Maana kama kupona nishapona, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na furaha imerudi upya katika nyumba yetu. Kitu gani unawaza mume wangu? Ni kweli mke wangu na mawazo mengi sana katika kichwa changu. Mengi sana. Na sidhani kama ninaweza kukabiliana na hii hali. Mawazo ya nini Baba Aisha? Kama kupona nimeshapona, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na furaha imerudi upya katika nyumba yetu, mashaallah. Kitu gani tena unawaza mume wangu? Kwa kweli mke wangu, tangia unahakikishie kwamba uwezi kunizalia mtoto wa kiume, nimekuwa na mawazo mengi sana katika kichwa changu. Na sidhani kama ninaweza kuishi na jambo hili bila kutafutia ufumbuzi. Sidhani. Ali, wewe ni Muislamu, tena Islam safi mume wangu. Muamini Mwenyezi Mungu. Tena unatakiwa imani yako kubwa mume wangu iweke kwa Mwenyezi Mungu. Kwani mimi na wewe hatuwezi kufanya chochote. Na hilo tunalolitaka bila yeye hatuwezi si kufanikiwa. Hata mimi mwenyewe pia mume wangu natamani mtoto wa kiume. Lakini ndio hivyo, na hiyo ndio kadri yake Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kuiepuka mume wangu. Kwa kweli mke wangu Samira, ninakupenda sana. Nakupenda kuliko unavyofikiria. Lakini nilichokiamua mimi ni kuoa mke wa pili, ili nizalie mtoto wa kiume. Yes. Kwa sababu mimi siwezi kwa kweli kabisa, yaani siwezi katika maisha yangu yote, katika familia yangu hii, kuishi bila mtoto wa kiume. Hilo hapana, haiwezekani. Haiwezekani. Ali, haya maneno yanatoka kinywani kwako mume wangu? Au unamsikia mtu mwingine? Ali, mke wangu, na ninajua kwamba utaumia sana, lakini sina jinsi. Lazima nifanye hivyo mke wangu. Na ninavyokuambia hivi, ninavyozungumza naye kuanzia hivi sasa, mke wangu Samira, nishaanza kufanya maandalizi ya harusi. Yaani I mean kwamba nimeshapata mchumba. Na nafanya hivyo kukutaarifu kwamba ni kwa sababu tu mimi na wewe tumekaa muda mrefu. La sivyo mke wangu, ungesikia tu katika newspaper kwamba Ali ameoa. Yaani Ali,
unathubutu kuyaongea hayo mbele yangu mimi Tena wala huna hata kimeme mume wangu, unayatoa maneno makali zidi yangu mimi. Nimekukosea nini mume wangu Kubwa gani ambalo nimekukosea mpaka hiyo ndio iwe hukumu yangu Au ajali niliyoipata mume wangu nimekuwa kwako wewe sababu ya kunifanyia haya Hukumu gani ambayo unanipa mume wangu? Kwani kuna nini? Ali, hivi kweli ingelikuwa wewe yamekukuta haya ambayo yamenikuta mimi ningekufanyia Ali, wewe ungejisikiaje? Kwani unanihukumu hivi mume wangu? Mimi kosa langu nini? Samira, hebu usinichanganye bwana. Usinichanganye bwana. Mimi nimekuambia kitu kimoja, lazima uelewe hili swala. Sio kama sikutaki, ila nataka mtoto wa kiume. Baba, kwani unasemaje? Wewe utanisaidia nini mimi nikuambia kitu changu? Toka hapa. Kwenda ndani. Najua Ali. Na nimeshakuelewa. Na kwa kuwa umeamua hilo, sidhani hata kama watoto wangu wataweza kuwapenda. Ni lazima wachukie. Hamza. Hivi unafikiriaje uamuzi wa rafiki yako baada ya ule ugomvi? Mimi wala sina neno. Sina neno kabisa mke wangu. Kwa sababu yeye mwenyewe ndo alinileta kwenye kampuni ile. Kwanza mwanzo nilikuwa mfanyakazi tu wa kawaida. Lakini baadaye akaniomba niweke pesa zangu kwenye ule mtaji. Na hivyo nikafanya hivyo. Lakini sikutegemea ule ugomvi ungefikia hatua hiyo. Ingawa namjua rafiki yangu ni mwepesi sana wa kupanikia sana kupata na jambo. Lakini kwa sababu yeye mwenyewe ndo ameamua hivyo, mimi sina neno. Sina neno kabisa mke wangu. Yaani maana ya swali langu ni hivi. Nini hatima yako baada ya yeye kukufukuza? Mimi sina cha kufanya. Binafsi sina cha kufanya. Kwa sababu yeye mwenyewe Ali anatambua kama mimi ni rafiki yake. Kitu cha kwanza. Ila pia anatambua mimi na yeye tulikotoka ni wapi katika kampuni ile. Umuhimu wangu pale ofisini anaujua. Umuhimu wangu kwenye kampuni ile anaujua. Lakini ni ibilisi tu. Ninachojua ni ibilisi tu alitokea pale. Kwa hiyo asira zake zitapopoa, basi tutakaa chini tutaongea. Ni rafiki yangu, tumetoka mbali sana. Kwa unajua hili sio tatizo kubwa. Unajua sioni kama ni busara kufanya hivyo. Yeye amekufukuza katika kampuni yake kwa kosa dogo tu. Kwa sababu anajua kampuni ile wewe sio yako. Umenielewa? Waswahili wanasema akumulikae mchana, usiku atakuunguza. Yeye kama kaweza kukufukuza kwa sababu ya kosa dogo tu, basi ujue atafanya tena na tena na tena na tena. Kwa sababu anajua ile kampuni wewe sio yako. Na japo una hisa zako pale, lakini wewe sio mmiliki. Umenielewa? Nimekuelewa, lakini nini ushauri wako? Ninavyoona mimi, toa pesa zako zote katika ile kampuni pamoja na faida. Halafu anzisha biashara yako. Ama unaonaje? Nimekuelewa. Nimekuelewa mke wangu kuliko hata vile ambavyo ungefikiria kwamba nitaweza kukuelewa. Maana yake inabidi tutie akili. Vinginevyo, unajua sasa hivi tuna majukumu. Vinginevyo tutakuwa wasindikizaji mpaka mwisho wa dunia. Mimi nalitambua. Na ninakweli kwamba nitalifanyia kazi vizuri tu bila shaka. Sawa. Assalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam. Sikutarajia ugeni wako siku ya leo. Unajua siku zote partners hawana haja ya kuwa na appointment. Muda wote utakutana unakutana tu bila tatizo. By the way, nimekuja na mwanasheria wangu, nimemwacha reception pamoja na mhasibu kwa ajili ya kufanya hesabu zote za pesa ambazo niliweka kwenye kampuni na faida zake ili uendelee kuwa mmiliki pekee katika kampuni hii. Lakini sasa bwana Hamza, masuala haya yanatakiwa tuelezane mapema na tuandaane. Kwa hiyo sasa mbona imekuwa ni ghafla sana? Niwe lazi shehe wangu.
lakini kwa sababu nimeshafika basi nafikiri hamna tatizo. Kwa tuanze sio? Haina shida. Tuanze hivi. Mambo yamekuwa mabaya sana. Hamza ametoa pesa zake zote katika kampuni. Kwa hiyo nikimaanisha kwa sasa kwamba kampuni ipo katika hali mbaya sana. Kwa hiyo cha msingi naomba matumizi mbane matumizi kabisa mpaka tutapata njia mbadala. Sisi tumeelewana? Yes. Na cha msingi kwa sasa tufanye kazi kwa bidii sana. Yaani tufanye kazi kushinda maelezo. Na naomba uombe na wenzako kwamba sasa inabidi tufanye kazi kwa hali na mali. Tukazane. La sivyo kampuni itakuwa katika hali mbaya sana. Bwana bwana nifikishie kwa wenzako. Mke wangu, mimi natoka, siku yangu ndo amefika leo. Safari njema. Baba, ati ukiota mwacha mama. Wewe Aisha, wewe usirudie tena kuniuliza hilo swali. Umenisikia? Umenisikia nakuuliza? Ndio kata ya masikio yako hayo. Usirudie tena kuniuliza hilo swali. Umenisikia? Mpendeni anayewachukia katika huu ulimwengu, sawa? Lakini msimchukie anayewapenda. Mama, kwani baba atarudi leo? Atarudi mwanangu. Atarudi nangu. Alhamdulillah. Mke wangu karibu sana. Jisikie uko huru wala usio na wasiwasi wowote. Asante. Hapa ndo wapi? Hapa ni hotelini lakini tutakaa kwa siku chache tu. Yaani mimi nilijua nimeolewa nafikia kwangu. Leo hii wanifikisha hotelini, una maana gani? Mke wangu, lakini hapa tutakaa ndani ya wiki moja tu. Baada hapo tutahamia kwetu. Wala usio na wasiwasi juu ya hilo. Hivi, unajua kama mimi nahitaji kuwa na kwangu Natambua kabisa. Yaani lazima uwe na kwako. Yaani usio na wasiwasi juu ya hilo mke wangu. Ndio hivyo. Habibu nyonga mkalia hini. Nusu ya maisha yangu. Wala usio na wasiwasi, nimefika hapo kwa Alhaji Ali. Usijali mambo madogo haya, wala usio na wasiwasi nayo. Bosi, wale wafanyakazi wako mapokezi wamekuja kudai pesa zao. Hawajalipa wiki mbili tangu uondoke. Na wamegoma kufanya kazi mpaka walipe. Nimekupigia simu sijakupata. Nimekuja mpaka nyumbani nimeambiwa umesafiri. Sasa. Anyway, waambie hivi. Waje kesho. Okay? Mimi natoka mara moja hapa. Nikishatoka tu mambo yangu yatakuwa yako safi. Kila kitu kitaenda sawa.
Kwa hiyo cha msingi fanya uwezavyo, waambie pesa zao tutawapa kesho. Tumeelewana sijui? Ngoja ni Haya. Ali, mimi nafurahishwa sana na jinsi mambo yanavyoendelea, na naamini kabisa baada ya kazi hii kumalizika, siku kazi nyingine naweza kukupatia. Kwa kweli nitashukuru sana, na mimi ninakuahidi kwamba kila kazi utakayonipa sitaweza kukuangusha. Sasa pema ukazungumza tu kile ambacho wewe kimekuleta leo. Mzee, ni kuhusu payment. Japokuwa tuko nje kidogo makubaliano, lakini ningeomba unipatie kile kiasi kilichobaki kwa ajili ya kuweza kumalizia baadhi ya mambo. Ya, ina maana unazungumzia 30 milioni, sio? Kitu kama hicho. Okay. Basi mimi naomba nipe 2 days. Baadaye nitakujulisha lini uje uchukue. Sawa, nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Yes. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, nawasalimia. Mbona mko hivyo? Kuna kitu gani? Mimi ni baba yenu. Salamu alaykum. Wa alaikum salam. Eti mke wangu Samira. Kuna kitu gani kilichotokea hapa? Kwani wewe unaonaje? Mtoto amelala, hajaamka mara moja. Nakwambia mtoto huyu kama ni mke umepata. Maana yake amekuja na usingizi moja kwa moja, ili tu alale kitandani. Mbona nina kazi? Jamani. Nafurahi kwamba mmekuja. Ama sio ilikuwa niwatumie mtu. Nikosea nini na mzee unataka kututumia mtu? Hakuna baya yote ambayo mmefanya. Isipokuwa nilikuwa naambieni kwamba sisi ni watu wazima, naweza tukaondoka wakati wote. Ingawa kila mmoja na zamu yake, lakini aghalab wazee huwa wanatangulia. Sasa kabla hapo ni kwamba tulikuwa na nasaha kidogo. Kwanza napenda kuwapongeza kwa maamuzi mliyofanya ya kuwa na mtoto. Jambo la msingi sana. Sasa huyo mtoto inabidi mumpende, mumkinae, mfanye kama ni wa kwenu wa hali zote. Hali kadhalika hata kama kosa, msimuonyeshe hata siku moja kwamba nyinyi sio wazazi wake. Kuna watu wengine huwa wanalea watoto yatima, lakini hawatendei haki, kwa sababu wanawanyanyasa kwa kuambia huyu, unakuja wageni ambao huyu babake amekufa, mamake amekufa, mimi ndo namlea hapa. Nilimchukua akiwa mdogo, nilimchukua akiwa mchafu, nilimchukua babake ameuawa. Sasa hata kama unamlisha chakula kizuri cha namna gani, nguo nzuri ya namna gani, unamtia kidonda katika moyo wake. Anajiona hana haki pale nyumbani. Anajiona anaweza kufukuzwa wakati wote. Anaona kama hapendwi. Matokeo yake mnamkuza mtu ambaye hana raha kabisa. Sasa kwa huyu mtoto mleeni vizuri na mtaona Mwenyezi Mungu atawabariki. Na watoto siku hizi wanakuwa haraka. Sasa hiyo utamwona tayari anakuwa mkubwa, anatembea, anasema na kadhalika. Hicho kiwe kiunganishi kati yenu nyinyi. Ndio tofauti mliokuwa nayo. Itakuwa ile familia ilikuwa wanaitaka mheshimiwa itakuwa imekamilika. Kwa hiyo natakieni kila laheri, muishi maisha ya furaha pamoja na mjukuu wetu. Amza mwanangu. Shadia. Kama maneno aliyozungumza baba yenu, naomba mzingatie sana. Hata mimi nitakuwa sijisikii vizuri endapo mtamnyanyapa mtoto. Nitafurahi sana endapo mtamlea vizuri. Naombeni sana 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 mumwangalie sana huyo mtoto. Sawa wanangu? Hayo ndio maana.
Habari za wapi? Nilipita kwa Samina kwenda kuona watoto. Unasemaje Ali? Nasemaje mke wangu, nilipita kwa Samina kwenda kuona watoto. Hivyo mwanaume, una akili timamu wewe? Unathubutu kuniambia maana hayo? Unaenda kufanya nini? Nakwambiaje mke wangu Lamla? Nilienda kwa Samina kwenda kuangalia watoto. Kwani kuna kosa gani? Na pale nyumbani kwangu pia. Huoni kosa sio? Hivyo mwanaume sijui ukoje. Kwa nini unanitendea kisicho haki? Hujui kama huu ni wakati wangu? Hujui kama hujamaliza siku 7 na mimi? Alafu unathubutu kuniambia eti nilienda kwa Samira. Sikiza nikwambie mama, nikwambie kitu kimoja. Nimekwambiaje? Hebu nisikize mke wangu, kipenzi changu Lamla. Nilikwambiaje? Nimeenda sio kwenda kumuangalia Samira. Nimeenda kuangalia watoto wangu. Sitaki kusikia kitu kama hicho. Yaani ni bora usingeniambia. Yaani ni bora ungenidanganya. Sitaki kusikia unakwenda huko wakati kabisa unajua kabisa ni zamu yangu. Kama ulikuwa unitaka kwa nini uliamua kunioa? Lakini mke wangu Lamla, mimi sijasema kama sikutaki. Na ilikuwa dhamira yangu kufanya hivyo. Shut up. Laiti ungejua jinsi ninavyomchukia yule mwanamke, usingethubutu unachoniambia hapa. Lakini mke wangu, yaani hutakiwi kumchukia mtu ambaye hajakufanya kosa lolote. Kuwa mkeo tu. Tayari ameshasaini mkataba wa uadui. Kwa hiyo sihitaji kumpenda hata kidogo. Karibu sana, karibu sana. Hapa ndo nyumbani kwako. Kuwa huru na utawale vile utakavyo wewe mke wangu. Nashukuru sana mume wangu. Nimefurahi. Yes. Ila nilikuwa nahitaji kila kitu alichonacho Bi Samira na mimi ninacho. Hilo usijali mke wangu. Usijali kabisa. Usiwe na wasiwasi wowote mke wangu. Na ndio maana nikakuwa kukuleta hapa tuishi pamoja. Kinachotakiwa kwa sasa hivi tu wavumilivu tu, tuvumilie. Lakini katika masomo madogo madogo kama haya, tutairekebisha tu. Yaani haiwezekani nikutese mama. Yaani kule nipeleke maini hapa nitadagaa, haiwezekani. Hapa kianguka kuku na kule kuku kwa bi mkubwa. Likianguka jogoo na hapa jogoo. Mbuzi na hapa mbuzi. Haki sawa mama. Tusiishie kwenye vitu vidogo vidogo tu. Kweli na mimi natamani hata siku moja niwe na gari kama Bi Samira. La sivyo liuzwe, hilo tuwe sawa. Liuzwe? Yeah. Hilo haliwezekani. Lile gari Bi Samira alipewa zawadi na wazazi wake. Kwa mimi siwezi kulichukua lile hata siku moja. Basi na mimi nahitaji la kwangu pia. Hilo tu. Hapana shaka kabisa. Mke wangu, kila kitu ambacho utakitaka utakipata. Wala usiwe na hofu juu ya hilo. Kila kitu kitenda sawa. Mke wangu, ndio kwanza umefika hapa. Nimekwambia hapa ndio nyumbani kwako, umeshafika. Kwa hiyo jitawale vile utakavyo, wala usijali juu ya hilo. Tumepaona hapa, tutangue tukaenda kule. Yakaa sawa. Yakaa sawa. Kuna kitu nimesahau mke wangu. Leo ni zamu ya bi mkubwa. Kwa hiyo sitaweza kurudi hapa jioni. Nitapitiliza moja kwa moja huko kwake. Kwa nini kuna kutaarifu uweze kutamua mapema hilo swala, okay? Kwa usingepitia kwanza kwangu. Lakini zamu yake leo mke wangu. Kwani mke wangu ungependa leo jioni nipite hapa? Napenda sana. Kwani unajua jinsi gani ninakupenda? Najua unaponipenda mke wangu. Anyway basi usiwe na shaka. Nitapita jioni kwanza hapa, halafu ndo nitaenda kwa mke wangu mwingine. Haya. Asante. Baki salama. Nakupenda sana mke wangu. Napenda pia. Kweli. Haya basi, baki salama. Okay. Mbona bado hapo? Umemwambia kitu gani? Mimi kwa kweli bosi nimeshindwa kuambia chochote. Maana kama hadi mimi nimeshawapa nyingi sana, nimeshindwa kweli. Sikiliza nikwambia kitu kimoja. Wewe wapi ahadi nyingine? Kwa sababu sasa hivi kampuni haina pesa. Umesikia? Kampuni ina pesa kabisa, lakini mwambie hivi kwamba hii ni ahadi yao ya mwisho. Sawa? Na pesa yote ikiingia katika kampuni, tutamaliza madeni yote tunaodaiwa. Alafu tuanze maisha mapya.
Tumeelewana? Haya, ngoja nikajaribu tena bosi. Mke wangu. Wow, mume wangu. Nimerudi mke wangu. Karibu. Asante. Za huko. Haza huko salama za hapa? Hapa kila kitu kiko sawa. Ulikosekana wewe tu. Nilikosekana mimi tu. Okay. Unakala kama mchoka hivi. Kwa nini usiende kujimwagia maji ukapata nguvu kidogo? Ndio maana nakupenda sana mke wangu. Yaani unavyonijua utafikiri umenizaa. Tena basi kama. Okay baby. Toto wewe utaniua na hizo raha. Utaniua na pressure mimi mtoto. Lamna. Lamna. Nguo zangu ziko wapi? Zipo kwenye washing machine. Kwenye washing machine? Unamaanisha umezifua? Aina zile za kabatini? Maana nimeona zimekaa kabatini muda mrefu sana. Kwa hiyo nikahisi kama zinanuka uvundo hivi. Kwa hiyo nikaamua nizifue na mimi sitaki mume wangu unuke uvundo. Sasa nitendaje kwa mke wangu Samira? Mimi naona bora tu ulale. Sababu usiku bado hazijaisha. Mwanangu, tuvuteni subira. Baba muda sio mrefu atakuja tule wote, sawa? Lakini mama, baba huwa anasema baada ya swala nisha sio muda wa watu kutembea, na sidhani kama atarudi. Kwa hiyo mna njaa niwapakulie wanangu? Tunamsubiri baba tule pamoja. Sauda, Tunamsubiri baba tule pamoja. Inshallah. Samahani sana mke wangu Samira. Jana nilipotaka kuja tu hapa ghafla Lamna aliugua, naomba nikashindwa kuja. Kwa hiyo wala una hitaji ya kujitetea hali. Wewe utakuja hapa uje kulala na mimi, tanisha kuwa mlemavu. Uache kulala na mkeo. Wewe una shida ya mtoto wa kiume? Basi ukae huko kwa mke wako, apate mtoto wa kiume utakayempenda. Huko. Umefuata nini tena? Lakini mke wangu, mimi sijasema kama naichukia familia. Naipenda sana. Alafu mke wangu Samira, haya ni maneno gani kuzungumza mbele ya watoto? Hawa ni watoto hali, lakini wana akili zao timamu na wanajua yote unayowafanyia. Unafikiri hawajui hao? Wanajua yote, lakini ninachoweza kukwambia, ukija hapa uje kutusalimia, umalize, ufanye kupatoka, urudi kwa mkeo. Umenifahamu? Kuninyanyasia watoto wangu sitaki. Wewe Samira. Samira, nasemaje hapa siwezi kuondoka. Hapa ni nyumbani kwangu. Sitoki. Hapa nyumbani kwangu nifukuza. Nasemaje? Mimi kama mwanaume katika nyumba hii nasema sitoki. Hapa ni nyumbani kwangu. Ali, hapa utatoka. Sitoki. Sitoki. Na usishike. Sitoki. Hello, umeanza kuwa na kiburi kiasi kwamba unataka kunifukuza katika nyumba yangu, ndio? Sitoki sasa. Na kutandika mbele bakoni. Nikufunje.
Nitakutana tena hivi mbona? Nitakutana mimi wewe. Hii? Wewe vipi wewe? Unanifukuza nyumbani kwangu? Wewe unaumwa wewe. Jamani, hii ni balaa gani? Mungu. Kwa hiyo hii ndo thawabu yangu. Hii ndo thawabu yangu kwako mume wangu. Lakini mzee wangu, unawezaje kumpokea mke wangu bila ruksa yangu mimi? Mzee, huu ni utaratibu wa wapi? Nakwambia kuwa na adabu kijana. Ulipokuja kumuoa ulikuja hapa. Kwa hiyo hapa ndiyo kwao. Hajenda disco wala hajenda sokoni. Yupo kwao. Mzee, mimi sijakataa. Najua kama upo kwao, lakini mzee, huyu kashaolewa, ni mke wangu wa ndoa. Sasa kila siku anakuja kufuata nini hapa? Huu ni utaratibu wa wapi mzee wangu? Wewe nikuulize. Wewe ulioa mke ama ulioa mlinzi wa kuangalia nyumba yako ile kasiri yako kule? Mwenetu akalele peke yake kwenye lile jumba. Peke yake. Wewe huyo uende kwa mkeo kule mwingine ukastarehe. Najuta kumuota mwanangu Mitala. Najuta sana. Kwanza wewe, huyo mke wako ana kasoro. Umetoka ulikotoka umekuja hapa kumfuata binti yetu, ukamuoa. Sasa wewe badala utulie naye huyu, unamwachia jumba. Sasa kwa taarifa yako, kila unapokwenda kulala kwa huyo mke wako mwingine, huyu atarudi kwao. Wewe ukimaliza mambo yako, utamfuata. Jamani. Sasa ni utaratibu wa wapi? Wa hapa hapa. Wa hapa hapa. Sawa, mimi sitaki maneno. Wacha niondoke na mke wangu. Mke wangu twende. Twende. Nenda, safari njema, lakini habari ndio hiyo. Na ndio hivyo hivyo haibadiliki mwanangu. Hilo linawezekana. Itawezekana. Anatugeresha hapa. Kumbe naye mwenyewe anamtaka mume wake. Mzee watu wao. Tutapelekaje mtoto kama jeneza? Umempatia. Habari za asubuhi Mr. Mpangala. Za asubuhi nzuri. Unajua hapa nilikuwa nakuwaza wewe tu. Sasa swala la kukuandikia cheki, kwa sababu hapa mimi nina keshi. Sasa kama utahitaji nikuandikie cheki, hilo ni swala lingine. Hapana, kama kuna keshi itakuwa ni bora zaidi. Mimi naamini hizo ziko kamili kabisa. Lakini kama zitazidi, mimi nakuamini, naomba utuzie. Haina shida. Basi mimi mheshimiwa, ungenipa ruksa yako rasmi mimi niweze kuondoka. Nashukuru sana. Haya bwana, asante bwana. Haya. Asalamu alaykum. Hamza. Mtoto yeye naona joto limebadilika ghafla. Haya basi sawa, tukutane hospitali. Haya. Sasa nimefika hapa nyumbani sijakukuta. Umeenda wapi tena mke wangu? Supermarket. Sasa kwani usiniage mke wangu? Mimi nafika hapa nakuta haupo. Anyway, basi haina shida, lakini nimeweka pesa ndani. Kwa hiyo ukiziona usishtuke, sawa? Haya. Naomba usichelewe kurudi tafadhali. Na mke wangu Samira.
mtoto ana athma. Mbona ghafla mke wangu? Haya basi sawa, tukutane huko huko. Tukutane huko huko. Hamza. Umetoka wapi hapa? Nimekuja na mke wangu Shadia, mtoto wetu hayuko sawa kiafya. Kwa nini nimwacha kwa daktari mmoja? Mtoto wako? Yes. Kwa nini kuniambia kwamba Shadia yani haikuwa kweli, sio? It's a wrong story, rafiki yangu. Kwa hiyo dada, usijali. Tutafanya vipimo na hali yake sio mbaya, nafikia tu haikulikaba. Leslie. I see. Kumbe nimeamua kuchukua maamuzi hayo. Kwa kweli Hamza, ulifanya kitu cha msingi sana. Kusema kweli maisha ndivyo alivyo rafiki yangu Ali. Na sasa hivi niko karibu sana na mke wangu kuliko siku zote ambazo zimepita. I see. Yes. Kaka samani, nataka kwa dokta. Mimi? Sasa hadi tutawasiliana. Pole sana mwanangu. Utapona tu. Mke wangu, mimi nakushukuru sana tu kwa kuweza kunifikishia taarifa hizi mapema. Ali, hivi unatambua mume wangu kwamba wewe ndo baba wa familia hii? Naitambua mke wangu. Ingawaje ulitambua hilo kwa sasa, mimi nafahamu mume wangu. Ila naomba utambue kwamba familia inakuhitaji, watoto wanakuhitaji, na mimi pia mkeo nakuhitaji pia. Kuoa mke mwingine kwa ni tija mume wangu? Si tija. Ali, hebu tufikirie na sisi basi. Mke wangu, mimi naitambua kabisa nafasi yangu kwenu nyinyi. Lakini pia mke wangu, yani msifikiri mimi nimepotea, msinifikirie hivyo mke wangu. Mimi na akili zangu timamu na ninajua kitu gani ninachokifanya. Mungu, mimi sikufikiri kama umepotea, lakini nakukumbusha. Ali, sisi hatuwezi kuwa sisi bila wewe. Lakini wewe ukienda umeenda. Kama hivi sasa nisingekupigia simu kama mtu ungekuja. Halo? Salamu alaykum. Sawa nakuja. Nimekuelewa. Asante. Mke wangu, nadhani tutazungumza muda mwingine. Nakutakieni kila la heri. Wow, baby, surprise. Surprise? Yeah. Surprise ya kitu gani? Uone nimenunua gari jamani. Umenunua gari? Pesa umepata wapi? Baby, acha utani. Nakuta mwenye umenekea pesa ndani. Kwa hiyo nikaona sikusumbue. Nikachukua nikaenda kununua gari ili tufanye na Bi Samira. Na umetumia pesa zote? Karibia pesa zote nimetumia. Baby. Mewangu. Baby. 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 Unaonekana ulikuwa na shambulio la moyo tu. Na hii mara nyingi hutokana na kuishi kwa sononi. Acha kuishi kwa sononi bwana. Acha kukasirika. Hali kama hii inaweza kusababisha kifo ndugu yangu. Lakini daktari, mbona mimi sitaki kuugua ugonjwa kama huo? No, hali kama hii huwatokea hasa wale watu ambao wamewahi kupata matatizo ya blood pressure. Na hii mara nyingi inatokana na kukasirika sana, kuwa na msongo wa mawazo, vitu kama hivi vinasababisha hali kama hii. Kitu muhimu ni wewe kupumzika, ukatulia, ukaacha msongo wa mawazo, fikiria mambo mazuri tu. Ukitulia, ukirelax, hali kama hali itarudi kama kawaida. Sawa? Sawa, nimekuelewa daktari. Haya, pumzika bwana.
Lamna, sijui nianzie wapi, lakini wache nianze hivi. Unajua Lamna, zile pesa ambazo umenunulia gari ni pesa ambazo katakiwa mimi niwalipe wafanyakazi. Sasa sijui tufanye kitu gani. Anyway, kwa sababu ile gari umenunua kwa jina lako, kwa cha msingi tufanye hivi. Tuliuza lile gari naweza kuzipata zile pesa. Alafu mimi nitakununua gari muda mwingine au baadaye. Sikia nikwambie, sidanganyiki hata kidogo. Umenielewa? Kwanza kadi ya gari anayo baba. Mimi najua jinsi unavyojihisi kwa sasa. Naona kama fanya kitu cha kawaida sana. Lakini kiukweli umefanya jambo kubwa sana. Na kakuri katika maisha yangu sikutegemea kabisa kama unaweza kuja kufanya kitu kama hicho kifanya. Na sijui kwa kweli Lamla ni kwa katika kundi gani. Niweke kundi lolote utakalo, sawa? Ila gari siuzi ngo. Sasa, Zakia, wewe umewaambiaje tangu ulipofika hapa? Mimi nilihakikishia kwamba leo malipo yao yote watapata. Maskini wewe. Sikiliza nikwambie, waambieje kwamba tutawalipa hela kesho. Mambo yameenda nisivyotarajia. Kwa hiyo fanya unavyoweza, waambie waje kesho, leo hatuna hela. Basi hamna shaka, acha mimi nikawatoe. Haya, fanya hivyo. Hii ni baraka. Siamini kama unaweza kuwa mpumbavu namna hii. Unakuja kwangu unakupa pesa ili uweze kutoka kuwalipa wafanyakazi wako, unafanya nini? Unajua zile pesa ambazo unatakiwa nikalipa wafanyakazi zilipotea kwa bahati mbaya. Kwa hiyo najaribu kutafuta vyanzo vingine vya pesa ili niweze kuwalipa wale wafanyakazi. Unataka kuniambia contractor mzima unashindwa kuwa na pesa kuwalipa wafanyakazi wako hata vya kiba? Unajua tatizo ni moja, kwamba yule partner ambaye nilikuwa naye katika kampuni alijitoa ghafla. Kwa hiyo kiukweli mzee, kampuni ilitetereka, iliyumba. Sitaki kusikia mambo yako binafsi. Ninachohitaji mimi, nakupa wiki moja, nahitaji kazi yangu. Ali, nitakufunga wewe. Hey, nahitaji wiki moja uweze kunikabidhi kazi yangu, bila hivyo nakupeleka mahakamani. Mke wangu ningeomba unisikilize kwa makini sana. Najua fika kwamba kwa sasa huna mapenzi kama uko nayo hapo awali. Huna. Lakini mke wangu, ningeomba unipe nafasi ya kunisikiliza. Mke wangu, kiukweli nimetetereka sana kiuchumi. Sana. Na kiukweli nimepoteza pesa nyingi sana kwa wakati mmoja. Na nafanya haya yote mke wangu, sina jinsi. Mpaka hivi sasa ninavyozungumza na wewe, nimeshaliuza shamba kwa ajili tu ya kulipa madeni ya ujenzi ambao bado nadaiwa. Lakini mke wangu, pamoja na yote hayo, bado nahitaji pesa. Ali, mume wangu, umeenda kuliuza shamba na unakuja kuniambia? Kwani usingekuja kuniomba ushauri kwanza, mume wangu? Lakini kumbuka lile shamba umenunua tukiwa pamoja, mume wangu. Leo umeenda kuliuza bila kunishauri. Haya, lako umeamua.
Haya, hebu acha kuzunguka, niambie ulichokusudia hasa kutaka kunieleza sasa. Hebu niambie. Mke wangu, sikuwa na jinsi, nilizidiwa, ndio maana nikafanya hivyo. Lakini nachotaka kukisema sasa hivi ni hichi, mke wangu Samira. Mke wangu, nahitaji ridhaa yako ili tuweze kuweka rehani hii nyumba, ili tuweze kumalizia lile jengo. La sivyo, mke wangu, nitafikishwa mahakamani. Sikubaliani na hilo. Hii ni rasilimali ya watoto wangu Ali. Najua tena nafahamu sana kama wewe ni mbinafsi, na ndio maana ukaamua kuitenga familia hii ukaenda kutafuta ya kwako ambayo mwenyewe inakurithi. Lakini ngoja nikutoshe, siwezi mume wangu kukuruhusu fanye hilo, na sipo tayari kwa hilo. Mimi najua vizuri sana Ali, na ninakufahamu kuliko wewe unavyojifahamu. Unaniona mimi nimestirika na wanangu humu ndani, kwa hiyo wewe nafsi yako inapaparika, unataka mimi nitoke humu ndani nikahangaike na wanangu nje, tuwe kama ndege ambao hawana viota, wanahangaika kila mti wanarukia. Inakuuma sana, lakini mume wangu, sorry, siwezi. Ngoja nikwambie, wewe ni mwanaume, nenda kasimame mahakamani. Pesa si hujaiba, basi sheria itafanya kazi yake mume wangu, na Mungu atakusaidia. Lakini siwezi kuuza nyumba, siwezi kuwatesa watoto wangu wale. Sina kingine cha kuachia zaidi ya hii nyumba, siwezi. Sasa lakini mke wangu, mimi nikifungwa hapa, wale watoto wale watamkosa baba yao. Nasikitika mume wangu, kabla hujafungwa wanangu hawana baba. Kwa hiyo hata ukifungwa mimi naona sawa tu, na Mungu atakunusuru. Lakini katoa badani tena, fanya uende kwa mkeo, fanya uende kwa mkeo Ali. Niache na watoto wangu, nenda huko kwenda kuzaliwa mtoto wa kiume. Ustaz, kwa kweli kila kitu ambacho kilikuwa kinanitokea mimi nimekuwa nikimshukuru Mungu sana. Lakini kwa kweli kila siku zinapozidi kuongezeka, najiona kabisa naingia katika lindi la umaskini na kuangamia. Sasa mpaka nikasema ngoja nije kwa shehe, kuja kunishauri nifanye kitu gani. Kwa kweli hali yangu ni mbaya sana. Kikubwa hutakiwi kukata tamaa, kwa sababu mitihani ni sehemu ya maisha yetu wanadamu. Na kwa ujumla mitihani ni ishara ya upendo wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Kwa sababu mja yeyote ambaye Mwenyezi Mungu anamchagua kumpenda, basi huwa anampelekea mitihani. Na hii iko wazi, maana hata mwanafunzi, huwezi kumpata mwanafunzi mzuri mpaka pale anapofuzu mtihani. Kwa hiyo kikubwa unachotakiwa ni kuongeza subira kila jambo unapoliona linazidi kuwa gumu, na kuongeza imani yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na subira inatakiwa pale kwenye ugumu wa mwanzo. Wanasema as-sabru 'inda sadamatil ula. Subira inatakiwa pale kwenye uzito wa mwanzo kabisa. Na imani kwa binadamu, Mtume anasema al-imanu yazidu wa yanqus. Imani inaongezeka na kupungua. Yazidu bil-taa wa yanqus bil-ma'siyah. Imani inazidi, inaongezeka kwa kumcha Mwenyezi Mungu, na inapungua kwa kufanya maasi. Na maasi sio lazima uibe, uzini, ufanye kitu gani, lakini maasi hata yale ya kiitikadi tu. Ukamdhania mtu vibaya ni maasi, ukadhamiria kufanya jambo baya ni maasi. Kwa hiyo hili linatakiwa liepukane, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema man yattaqillaha, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lahu makhraja, Mungu atamjalia wepesi katika kila jambo zito, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Mungu atampa riziki katika njia ambazo hatarajii kabisa.
Kwa hiyo imani ndio inatakiwa hapa, sababu hata wakati fulani Nabii Ibrahim alipokataa kuabudiwa miungu wa kuchonga, Mfalme Namrud bin Kanaani aliamuru huyu atupwe katika moto. Lakini wakati anatupiwa katika moto, Ibrahim hakuwa na jingine ila kusema neno moja tu. Alisema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ananitosha Mwenyezi Mungu, naye ndio neema ya utegemezi. Kwa hiyo kila wakati unapoona jambo linakuwa zito, mtaje sana Mwenyezi Mungu. Usilale usiku, simama umuombe Mwenyezi Mungu. Na ninakushauri tukiachana hapa, utakaporudi nyumbani fanya utaratibu wa kufunga siku 3. Na mimi nitafanya hivyo, nitafunga siku 3, kisha tutakuja pamoja tumuinulie mikono Mwenyezi Mungu, tumuombe tuombe dua. Bila shaka Mwenyezi Mungu atakuondoshea kila zito katika maisha yako. Ukole ustazi, nakushukuru sana. Ustazi, huwezi kuamini, yani umerudisha imani yangu kubwa sana katika moyo. Na pia ninakuahidi kila ushauri unipa nitaufanyia kazi. Na pia nakushukuru kwa kujitolea kuniombea dua, na namuomba Mwenyezi Mungu asipokee dua zako. Amen, amen, amen. Tuko pamoja. Nashukuru sana. Inshallah. Mama. Kimekwenda wapi? Why? Tangu muwe mwanangu nilikuwa nalalamika kila siku, mara hili mara lile, na mpaka sasa amani hakuna kwenu. Nataka nikwambie, mimi sikukuuzia huyu, nimekuoza binti yangu, na wala sikushindwa kumlea mimi. Nakwambia hivi, ninamchukua binti yangu. Ni hii habari ya kwamba utaendelea na ndoa, hakuna, imekwisha kabisa. Na ukitaka pesa zako niambie, nikupe sasa hivi. Tena mimi nilikasirika. Kelele zote zile, kumbe kisa ni gari. Hivyo ulikuwa hujui kama mke ni gharama eh? Hajui. Na hii familia unaionaje? Sisi watu wa kushindwa kumnunulia mtoto wetu gari. Eh? Sasa wewe umeenda kuchukua vijisenti vyako, umemnunulia gari, unamsimanga mtoto wetu kwa sababu ya hicho kigari. Shuba Amiti. Basi mimi sina la ziada la kukwambia. Nasema hivi, ukitaka kuandika talaka, andika mpe hapa hapa. La utaona subiria kwanza, sawa. Lakini ndoa hakuna, imekwisha. Oi kabisa. Futa kabisa. Tena umwambie yeye ndoa kushnehi. Ndoa kushnehi. Mcheze binti wetu hapa aje bwana sumbua. Nawe nikuone utemguu wako wewe kule. Ndio utanijua mimi naitwa nani. Karibu kiti. Nashukuru sana mheshimiwa. Naomba unisikize kwa makini sana. Na naomba unikubalie tafadhali. Mheshimiwa, mimi na wewe tumefanya kazi nyingi sana. Na hakujawahi kuwa na dosari kati yetu. Pande zote mbili. Na mahusiano yetu ni sawa na ng'ombe, anahitaji maji mengi sana ili aweze kukupa maziwa kwa wingi. Hii haina maana kwamba ukimnyima maji kwa siku moja atasusa kukupa maziwa. La asha. Haiwezekani hivyo. Kwa sababu hii sio dhamira ya mfugaji, hii ni dharura. Na dharura inakuja kwa vile inavyokadiriwa. Na mheshimiwa, dharura siku zote haina kanuni maalumu. Ya, mimi nakupata vizuri. Isipokuwa bado sijajua lengo lako hasa wewe ni nini. Lengo ni hili, mheshimiwa, unajua mimi umenipa wiki moja ili niweze kumaliza kila kitu, lakini wiki moja nitoshe mheshimiwa. Hata 2 pia zinitoshe. Mimi naomba unipe mwezi mmoja uliokamilika. Nipigane vile ninavyojua mimi ili niweze kusawazisha ya mambo ili mradi mimi na yetu sikosane. Okay. Mimi nakupa huo mwezi mmoja. Nashukuru sana kwa wema wako.
Wacha mimi nikimbizane na vitu. Asante. Mke wangu Samira. Labeka. Ni ngumu nitie wanangu. Nahitaji kuzungumza na nyinyi. Kwema. Kwema mke wangu. Aisha. Aisha. Njoo mama. Njoo na Sauda eh? Njoo na wanangu. Njoni wanangu. Mke wangu. Hii ndio familia yangu. Na hawa ndio wanangu. Na wewe ndio mke wangu Samira. Mke wangu Samira, naweza kusema kwamba nilikuwa mbinafsi sana binafsi. Nilipoamua kwenda kuoa ili niweze kupata mtoto wa kiume. Lakini mke wangu, mambo yameenda tofauti kabisa. Mambo yamekuwa ni kinyume mke wangu. Lakini mke wangu Samira, pamoja na wanangu, nisingependa mniulize kwa nini natamka maneno haya au ni kitu gani ambacho kimenikuta. Nachowaomba tu mke wangu Samira, pamoja na Sauda, pamoja na Aisha, mnisamehe na mnipokee kwa mikono yenu miwili. Yes. Na mnisamehe kwa makosa ambayo nimewafanyia, pamoja na usaliti ambao niliwaonyesha. Kwa hiyo ningeomba sana mnisamehe wanangu, pamoja na mke wangu Samira. Kwa kuwa umetamka mwenyewe kutoka kinywani kwako mume wangu, sina budi. Wewe ndiyo mume wangu, sina mume mwingine. Na wewe ndiye baba wa familia hii. Na wewe ndiye mchunga wa familia hii. Sina budi kusamehe. Nimekusamehe fi dunia wal akhirah. Na ninamwomba Mwenyezi Mungu akusamehe kwa yote ulionifanyia. Sina kinyongo na wewe kuanzia hapa mpaka kesho Kiyama. Ila tu ningeomba nikuulize mume, je, hautatukimbia tena? Siwezi mke wangu, siwezi. Sitaweza tena kuwaumiza. Nawaahidi wanangu pamoja na mke wangu
kwamba sitoweza tena kuwaumiza. Najua mmelia sana kwa ajili yangu, mke wangu, lakini nasema nimerudi kulea wanangu pamoja na kuishi na mke wangu. Mke wangu, hii ndo familia yangu. Alhamdulillah. Habari za asubuhi. Nzuri bosi, afadhali umekuja. Naam. Mr. Mpangala alikuja. Amesema ule mwezi aliotupa tuanze kazi yake kwa mwezi mmoja, ameona ni muda mrefu sana. Hivi ametuambia tuanze kazi yake haraka iwezekanavyo, kuanzia sasa hivi. Na alivyokuja aliniachia cheki hapa. Alisema kwa mazungumzo zaidi mtaongea kwenye simu. Unajua tukweli Mr. Mpangala ni mtu mwema sana. Kwa cha msingi fanya hivi, wapige simu watu wote wanatudai, tuwalipe pesa yao. Pia mpigie simu engineer, mwambie kwamba wakutanisha vijana wake wote na kikao nao. Okay? Mambo yametakata. Mambo tena chenga yamekwisha. Basi niko simu. Usikasi njema. Hata sijui tutafanyaje. Mwanangu Ramla umeshtakiwa. Umeshtakiwa kwa kosa la kuondoka kwa mumeo bila ruhusa yake. Pili, umeshtakiwa kwa kutumia pesa za mumeo bila idhini yake. Unaona mambo haya yamekuwa makubwa haya. Haya mambo ya polisi. Haya mambo mimi siyataki kabisa haya mambo jamani. Sasa wewe una maamuzi gani? Mimi sina mawazo, mimi namwachia Ramla mwenyewe. Ramla atakaposema mimi siwezi kubisha. Ramla mama anasemaje Ramla? Mimi nilikuwa naona bora tumrudishie gari yake. Na pia akitaka mali yake tumpe tu. Hiyo uamuzi wa busara. Huo uamuzi wa busara. Mwanangu hapo umeamua sasa. Maana kuna watu wengine wanataka utajiri kupitia miongoni mwa watu. Hilo uamuzi wa busara. Na huyu atakuwa akapata mwalimu tu, hii sio akili yake. Lazima. Maana na mimi tajua. Mambo madogo haya harusi na wasiwasi nayo. Sasa unajua ukishaolewa kazi yake inayofuata ni nini? Mimi naitwa Salmo Mpingo. Nikiwa kama ni transport manager wa Rajai Company. Na washauri wasanii wote ambao watakao kuja kupata kazi katika kampuni hii waweze kuzingatia muda. Pale wanapoambiwa tukutane sehemu fulani ili tuweze kuwapitia, tuwahi kwenda sio uko Kibamba unaniambia uko Moi. Sio uko Kibamba afu unaniambia kwamba uko Moi. Inakuwa la kuchosha. Unanichosha sana jamani sasa. Hicho kidogo hicho. Nishamaliza. Kuna mtu alituombea kiliko hapa. Mimi kama timekeeper nilikuwa na mjengo hiki kwanza. Kwanza kwa vyovyote hata kuzali na subiri kwanza niongee kwanza. Kwanza nashukuru sana kwa umoja, kwa ushirikiano, kwa upendo. Umeelewa vizuri eh? Kabisa. Tafadhali bwana. Liama sikiza kwanza. Umeona bwana? Sasa nataka kusema kitu kimoja. Watu tunapoambiwa tuwahi kuamka, basi timekeeper anapogongia mlango katika
chumba chenu, au sio? Msikasirike, maana leo watu wataka kunipiga wengine. Bwana alinipa tabu leo kuamka. Sio leo, movie nzima. Movie nzima bwana. Saguda kila siku kila saa nataka kunikunguta. Oh, kaanze juu huko. Kaanze juu huko fani huko. Acha mno. Na leo pale naenda kumgongia Johari katoka na hasira nikakimbia. Nikamwachia mzee mzima. Kwa hiyo mimi na maoni jamani. Wewe Baragashi umenishtua. Mimi shtuka nyinyi, mimi ugopa. Mimi ndio nimwisho nikiwa kama one of the biggest mdau wa film za Bongo, au sio? Nimefurahi kwanza Mama Ray anafanya kitu ambacho kiko very different na watu wengine. This is the movie ambayo watu wengi wakishaiona watafurahi, watajua ni nini kwamba tunaposema tunataka mabadiliko katika industry ya movie Bongo. Tunataka tuanzie vitu kama hivi. Ni mara chache sana kuona watu wanacheza movie kama hizi zenye maadili ya Kiislamu. Sio kwamba kwa sababu labda tuna upana, hapana, ni katika swala zima la kuelimishana. Kwa hiyo nawaomba sana Watanzania na ndugu zangu Waislamu tusilaumiane au tusilete mkono au jazba. Ni katika swala zima la kuelimisha. Kwa hiyo zinakuja movie nyingi sana. Unajua kijana wangu watafanya vitu vizuri sana na vitu ambavyo vya kushangaza sana, tofauti sana na watu walivyomzoea. Hivyo mwanaume una akili timamu wewe? Unasubutu kuniambia? Unathubutu. Kidogo tu mama. Kwa siku hizi jinsi unakosea. Relax, be comfortable. Cheza itawali scene. Action! Aitoa wasiana. Tena. Daddy. Okay. Are you okay? Action. Daddy. Action. Daddy. Are you fine? Daddy, are you okay? I tell you that No worry. Sema hivi, Daddy, are you okay? Nimekwambia kuna saa zile wewe ukasema hivi action. Niambie tena tulikosea, sawa? Sawa eh? Unaambia tu Daddy are you okay basi hivyo. Sawa. Huko unamwangalia baba, unasikia? Kachoka, inabidi tupige nao simu tatu tukapumzika. Simu tatu tukapumzika. Stand by. Loading, tuanze mwanzo. Tuanze pale mwanzo. Daddy, are you okay? Sawa. Loading. Action. Tusishie kwenye vitu vidogo tu. Ila nitamani au nini? Natamani. Kwenye okay, tayari. Loading. Action. Nilikwambia mimi Yusufu, mke wangu anaitwa Maria. Sasa wewe unafikiri mtoto ataitwa nani kama siitwe Yesu? Au leo anajibu vipi? Anajibu leo kunde chacha leo. Chacha unajua? Wazio. Usikie ule. Chacha Nyamaka na Mungu. Hawa ndiye umeitika vyema Chacha Nyamaka. Baby. Anajenga. Wewe mwenzako anaanguka mwenzako mzima unacheka pia. Au sasa hii nikichafuka itumisi kwamba unajua siwezi kupeleka huko. Wewe ukafanya nini huko? Kazi. Wakulia. Sasa Chacha kaka akafikiria. Si unajua kwao kule gorofani juu. Chacha akapanda. Baba yake na wanajeshi wenzao wako sio alikuwa na kao gani.
Basi Chacha akashikia sehemu akamwambia, baba mimi najirusha. Baba mimi najirusha. Baba yake unajua alisemaje? Akawa anaongea na wale jamaa wale na jeshi wenzao hapo. Anaondoa nani? Ili ajirushe kweli. Anapeka pembeni babake. Kaambia, "Haya sasa jirushe." Jirushe. Mimi nilikuwa naogopa hao wasiumia hao. Haya jirushe. Tunataka kufa jirushe. Sio ukatuumiza. Chacha wenyewe ulifanyaje? Bali anageuka tunaipia. Sasa tukipiga. Ajaja. Hiyo nini? Nawasalimia, asalamu alaykum. Waalaikum salam. Usifanye hivyo bwana. Usifanye hivyo sawa? Sawa. Basi usimtazame. Sema. Bwana kama utakulia. Sema. Biliki. Nawasalimia mara mbili. Wali? Angalia mikono. Mwanzo mikono ilikuwa wapi? Mikono ilikuwa hivi, weka mikono chini. Mikono. Line. Action. Assalamu alaikum. Nawasalimia, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Kapumzika kidogo. Kapumzika kidogo kwa gari na mpango simu. Kapumzika na wale adui. Kapumzika kidogo. Hapo nilishangaa. Nashangaa mbona hajakuchukua. Director mfahamishe sasa. Wewe kwa comedian. Sasa mpaka pale unaona pale katika pale Watoto njoni. nusu aje. Bila kuisahau bendi yetu ambayo tukimaliza kazi tunaenda kujiburudisha.